ya Geita. Leo tulifika hapa kwenye shamba la miti la Geita Rwamgasa ambalo kama tulivyoambiwa linazo hekari 28,160 na eneo hili lililolimwa bangi lina hekari 3.5. Tunafahamu wote kwamba hii ni hifadhi na kazi yake ni kuhifadhi miti kwa ajili ya kizazi chetu na kizazi kijacho. Lakini tunaona wananchi wanaingia katika hifadhi hii, wanafanya shughuli za kibinadamu ikiwepo kuchungia mifugo lakini pamoja na kilimo, na mbaya zaidi wamefanya kilimo cha bangi. Kwa hivyo kama serikali tunatoa wito kwa wananchi kuacha mara moja kufanya shughuli za kibinadamu katika maeneo ya hifadhi. Wote tunafahamu umuhimu wa hifadhi. Ndio natusaidia kwa ajili ya mazingira yetu. Hii mvua inayonyesha yote ni kwa ajili ya kuhifadhi mazingira tulionayo. Kwa hiyo kama tutashindwa kutunza mazingira, maana yake ni kwamba tutakuwa katika hali ngumu, hatutakuwa na mvua na kilimo cha kawaida hakitawezekana na maisha yatakuwa ni magumu. Kwa hivyo tunawasihi sana wananchi kuacha mara moja kuingia katika hifadhi na kufanya shughuli za kibinadamu. Tumefanikiwa kukamata mtu mmoja ambaye tumemchukulia hatua za kisheria na tayari yuko kwenye vyombo vya sheria kwa ajili ya hatua zaidi. Eneo hili lina ekari 3.5 ambalo limelimwa bangi katika hifadhi yetu hii ya Geita Rwamgasa. Nitoe wito kwa wananchi. Hifadhi zetu zote nchini haziruhusu shughuli za binadamu ikiwemo kilimo, kuchunga mifugo, kulima bangi pamoja na kuweka makazi ndani ya hifadhi. Hivyo nitoe wito kwa wananchi kuacha mara moja shughuli hizi katika hifadhi hii ya Rwamgasa. Watu wanakuja wanalalamika, tunaona kumbe wana mambo yao mengine hifadhi. Kwa hiyo wahifadhi wao washike tu hatua, kama ni watu kutokulima kuchungia basi waambie wasichungie, maana hii ni hatari sana kwa binadamu. Haya ni madawa ya kulevya. Kwa hiyo taasirisha watoto wetu paka na vizazi vingine ambavyo viko pale mbele yetu. Lakini kama kiongozi wa eneo hili, eneo jirani la kijiji cha Busora B, nitatumia nafasi yangu kuhakikisha natoa elimu kwa wananchi kwenye mikutano ya hadhara, kwenye vikao mbalimbali, ili kuhakikisha kwamba tunazuia na tunaendelea kushirikiana na wananchi kukataa kuingia kwenye hifadhi, kufanya shughuli za kibinadamu kwenye eneo la hifadhi.